sawa na 7.53 ukilinganisha na mwaka 2024 ambapo vituo vilisajiliwa vilikuwa 478. Jumla ya watahiniwa 53,456 walisajiliwa. Kati ya hao wanawake 27,144 sawa na 50.78 na wanaume 26,312 sawa na 49.22. Watahiniwa walioongezeka ni 6,508 sawa na 12.17 ikilinganishwa na watahiniwa waliosajiliwa mwaka 2024 ambao ni 46,948. Watahiniwa 46,896 sawa na 87.73 kutoka skuli za serikali na watahiniwa 6,560 sawa na 12.27 wa skuli za binafsi. Watahiniwa waliosajiliwa wenye mahitaji maalum walikuwa ni 296 wakiwemo wasioona 5, ulemavu wa viungo 22, ulemavu mchanganyiko ni 4, viziwi 38, ulemavu wa akili 85 na uoni hafifu 142. Kumekuwa na ongezeko la watahiniwa wenye uoni hafifu 94.52. Watahiniwa 52,374 walifanya mtihani wakiwemo wanawake 26,862 sawa na 51.29 na watahiniwa wanaume walikuwa 25,512 sawa na 48,000 sawa na 48.71. Watahiniwa waliongezeka ni 6,353 sawa na 13.81 ikilinganishwa na mwaka 2024 ambapo watahiniwa 45,845 sawa na 87.53 walisajiliwa kutoka skuli za serikali na kutoka skuli binafsi 6,529 sawa na 12.47. Watahiniwa 1,082 sawa na 0.202 hawakuhudhuria kufanya mtihani kutokana na sababu tofauti ikiwemo utoro. 73.94 ya watahiniwa watoro ni wanaume na 26,006 wanawake ambao hawakufanya mtihani wa mwaka 2025. Idadi ya watahiniwa watoro imeongezeka kwa 16.72 ikilinganishwa na watahiniwa 927 ambao hawakufanya mtihani mwaka 2024. Wilaya ya Magharibi A inaongoza kwa kuwa na watahiniwa watoro zaidi. Imegundulika wakati wa usahihishaji wa mitihani hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya mtahiniwa huyo. Yafuatayo sasa ni matokeo ya mtihani wa darasa la 7 wa mwaka 2025. Baraza la Mitihani la Zanzibar katika kikao chake cha 49 limeidhinisha matokeo ya mtihani wa darasa la 7 ya mwaka 2025 ambapo matokeo yanaonyesha kuwa watahiniwa 50,769 wamefaulu sawa na 96.94. Ufaulu huu umepanda kwa 0.28 kulinganisha na matokeo ya mtihani ya mwaka 2024 ambapo asilimia ya ufaulu ilikuwa 96.66. Pia ufaulu wa chini umepungua kwa 0.28 ukilinganishwa na ufaulu wa mwaka 2024 ambapo ulikuwa 3.34. Ufaulu wa watahiniwa wa jinsia wa kike uko juu kwa 52.36 ukilinganisha na watahiniwa wa jinsia ya kiume
ambao ni asilimia 57.64. Kwa upande wa ufaulu, kwa upande wa ufaulu, kwa kuangalia madaraja, ufaulu umepanda kwa daraja la A, B na F. Ufaulu huu umeimarika kama ifuatavyo: watahiniwa 314 sawa na asilimia 0.60 wamefaulu kwa wastani wa juu wa daraja A. Hili ni ongezeko la asilimia 0.1. Watahiniwa 5975 sawa na asilimia 11.41 wamefaulu kwa wastani wa daraja B sawa na asilimia 0.95. Watahiniwa wengine 21839 sawa na asilimia 41.70 wamefaulu kwa wastani unaoridhisha wa daraja C. Watahiniwa waliobaki 22640 sawa na asilimia 43.23 wamefaulu kwa wastani wa chini wa daraja D, na watahiniwa 1605 sawa na asilimia 3.06 wamepata wastani wa chini kabisa usioridhisha wa daraja F. Kwa upande wa ufaulu wa masomo unaonyesha kuwa somo la sanaa za ubunifu na michezo lina ufaulu wa juu zaidi wa asilimia 99.02. Somo la hisabati lina ufaulu wa asilimia 59.69. Ufaulu wa somo la hisabati umepanda kwa asilimia 4.17 kulinganisha na ufaulu wa mwaka 2024 wa asilimia 55.52. Kwa upande wa ufaulu wa watahiniwa wenye mahitaji maalum, jumla ya watahiniwa 294 wenye mahitaji maalum walifanya mtihani, ambapo watahiniwa 280 sawa na asilimia 95.24 wakiwemo wasioona 5, ulemavu wa viungo 19, viziwi 36, uoni hafifu 136, ulemavu mchanganyiko wa 3 na ulemavu wa akili 85 wamefaulu. Baraza la Mitihani la Zanzibar linatoa shukurani kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia uongozi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali kwa kuendelea kuimarisha na kusimamia upatikanaji wa huduma ya elimu kwa wananchi wa Zanzibar. Pia shukrani za dhati ziende kwa wazazi, walezi, walimu kwa kuhakikisha kuwa watahiniwa wote wameweza kufika vituoni na kufanya mitihani yao kwa ukamilifu. Asanteni kwa kunisikiliza.